Asubuhi ya leo, siku ya 3 ya wiki, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini kwamba usiku wako ulikuwa ni wa baraka. Umeweza na kuamkia kumshukuru Mwenyezi Mungu. Umeweza na kuamkia ukiwa tu, yani na kiu cha kusikiliza ama kupata neno lake asubuhi ya leo kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Tuko hapa tayari kabisa ili ukaweze na kupokea hicho ambacho ninaamini kwamba ulikuwa uko tayari na ulikuwa unamiss kukipata. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ameweza na kufika hapa tayari kabisa ili akaweze na kukubariki na hilo neno ambalo ulikuwa unaingoja sana. Na ninaamini kwamba hilo neno litakuwa ni la baraka, litakuwa ni la kukuinua kiroho, litaweza na kuzidi na kukuongezea nguvu na matumaini katika maisha ambayo watu naishi katika ulimwengu wa sasa. Karibu sana tukaweze na kuendelea na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Emmanuel Nambuki kutoka kanisa la ABC Chani. Karibu. Ninakusalimu mara tena asubuhi ya leo, mtazamaji. Matumaini yangu ya kwamba umeamka vyema, mzima wa afya na Mungu yuko upande wa kwako. Karibu ili tukaweze kulisikia neno la Mungu la siku ya leo. Na tuombeni kwa ajili ya neno. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru asubuhi ya leo. Ni kwa ajili ya mtumishi wako mtazamaji ambaye yuko tayari kulipokea neno lako. Bwana, ninaomba ili ukaweze kunisaidia, nikaweze kunena jinsi Bwana utakavyo. Na hata hivyo neno hili likaweze kuwa baraka kwa mtumishi wako anayenitazama asubuhi ya leo. Na likaweze pia kumjenga kiroho na kumuimarisha katika mambo yake yote ya maisha. Asante Bwana, ni kwa sababu utatenda wema na utatenda jinsi utakavyo. Jina lako lihimidiwe, jina lako liinuliwe, ni kwa maana wewe ni Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tuomba na tukushukuru. Amina. Neno letu la siku tutalisoma katika kitabu cha Luka Mtakatifu. Luka Mtakatifu kifungu cha 14. Luka Mtakatifu kifungu cha 4 mstari wa 25 tufike mstari wa 33. Mstari wa 25 mpaka mstari wa 33. Neno la Bwana linasema hivi: makutano mengi walipokuwa wakimfuata naye, alingeuka akawaambia, kama mtu akija kwangu naye amchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake, na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, kwamba anavyo vya kuumalizia, asije akashindwa kuumaliza baada ya kuupinga msingi? Watu wote waona wakaanza kumdhihaki wakisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. Au kuna mfalme gani akitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu yake na watu 20,000? Na kama akiona hawezi, utuma ujumbe katika sharti za amani, mtu yule akali mbali. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kiini chetu cha neno la leo, tutanena juu ya gharama ya kuwa mfuasi wa kweli wa Kristo. Gharama ya kuwa mfuasi wa kweli wa Kristo. Mtazamaji, nataka tufikirie pamoja ama tuwe na mtazamo wa pamoja asubuhi ya leo juu ya mtu ama maisha ya mtu ambayo anaishi hapa
ulimwenguni kila siku. Maisha ambayo tunaishi kila siku yana gharama zake, na hata gharama za maisha zikipanda, hakuna mtu ambaye anarudi nyuma. Anazingatia ili akaweze kutimiza ile hitaji ambalo anataka, hata kama gharama zake ziko juu. Hivyo navyo ndivyo ilivyo na kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Bwana Yesu hapa ananena na wanafunzi wake, akitaka kuwaonyesha kama mtu atakata shauri ya kuwa mfuasi wake, kunayo mambo ambayo anastahili kuyaacha, na kuna vitu ambavyo anastahili kuviacha ili akaweze kutimiza malengo ya kuwa mfuasi wa kweli wa Kristo. Na ndio sababu unaona Yesu anahesabu vitu vile ambavyo sisi kama wanadamu tunaviona vya maana sana. Mzazi wa mtu ni mtu wa maana, mke wa mtu ni mtu wa maana, ndugu wa mtu ni mtu wa maana, na hata maisha yako binafsi ni kitu cha maana. Na Yesu hapa ananena akitaka ili wanafunzi wake waelewa ya kwamba kunayo gharama ambayo itaweza kuingia mtu kama atakubali kuwa mfuasi wake Yesu Kristo. Kwa maana ndio sababu ananena na anapeana mifano miwili ya kwamba mtu anapotaka kujenga mjengo ambao uko na mnara, lazima aketi chini na aweke hesabu, ahakikisha ya kwamba ile gharama ambayo atahitaji kufanya ule mjengo, lazima awe na kile kitu ambacho kinahitajika. Ili kama atakosa, anamwasema ya kwamba kama atafanya gharama ambayo itatosha, watu wale labda walimuona akifanya ule mjengo, kwa sababu ya kukosa kuwa na plans, labda ataweza kuchekelewa, labda ataweza kufedheheka, kwa sababu watu wataanza kumuona ya kwamba ni kama alishindwa. Hivyo basi ndivyo ilivyo hata kwetu sisi. Wakati ule ambapo unakata shauri ya kufanya jambo la kumfuata Yesu Kristo, lazima uwekae chini na ufanye mahesabu, na unjue ya kwamba kunayo mambo ambayo yatahitajika wewe mwenyewe uyaache. Yatahitajika uache mambo yako ya muhimu, yatahitajika utenge masaa yako kwa sababu ya huyu Kristo. Yanahitajika hata uache tamaa zote ili ukaweze kuwa ule mfuasi wa kweli. Nataka uelewe ya kwamba neno la muhimu ni kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo, na lazima ukumbali gharama ikaweze kuingia. Unaona kuna watu ambao, na hata tukizingatia pia hata wakati wa ibada, unaona kuna watu ambao wanaweza kuhesabu masaa ya ibada, lakini hata kama ataenda kazini ataweza kuhesabu masaa ya kazi, kwa maana anajua ya kwamba labda baada ya masaa ya kazi yale ambayo atatenda, kama ni masaa 8, akiweza kufanyia kazi kuna malipo. Basi nataka kukuambia ya kwamba hata hivyo katika kumfuata Yesu Kristo, katika kule kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo, lazima kuwe na gharama, na pia kunayo thawabu ambayo inatugoja. Kwa maana kama nitakubali kumfuata yule Kristo, itabidi tamaa zangu zote niweke kando, itabidi na wakati wangu niweke kando, itabidi na vitu vile ambavyo naviona vya maana sana nikaweze kuviweka kando, ili nikaweze kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Ni kweli watu wamekata shauri, wameamua kumfuata yule Yesu Kristo, lakini wakati mwingine anapojaribiwa, wakati mwingine anapoona mambo yamekuwa magumu, basi anamsahau yule Yesu Kristo na anainua mikono anasema anaanguka katika wokovu. Na ndio sababu unaona wengi wameanguka katika wokovu, wengi wameanguka katika msimamo wao, na watu wameanza kuwachekelea, wanaulizana maswali. Tulikuwa tumemuona amesimama vizuri, tulikuwa tunamuona anaelendea vizuri, ni nini ambacho kimefanyika ili akaweze kuanguka? Wenda labda wakati ule alipokata shauri hakujua ya kwamba kunayo gharama. Mtazamaji, elewa ya kwamba kunayo gharama ambayo itakukabidhi katika maisha ambayo tunaishi. Elewa kwamba kuna gharama zake, na lazima tukubali kusimamia hizo gharama. Lazima tukubali na kutenda jinsi yule Yesu ambaye tunamfuata anavyotaka. Mtazama yule kijana ambaye alikuwa anataka kurithi ufalme wa mbingu. Anamwambia Yesu, mwalimu, ninataka uniambie nitafanya vipi ili niweze kupokea ufalme wa mbingu. Yesu anamwambia, unajua unaelewa na zile amri? Anasema ninaelewa na kila kitu. Lakini anamwambia kwamba kunayo jambo moja ambayo umebakisha.
Enda ukaweze kuuza vitu vyako ili ukaweze kuupata urithi ufalme wa mbingu. Biblia inatuambia kwamba alikasirika. Nataka uelewa kama mtazamaji, si rahisi kukata shauri. Kama huyu aliona vitu vyake na akakasirika, je, unajua ya kwamba pia kumfuata Yesu Kristo, hata kama unaelewa na sheria, kunayo jambo labda umebakisha katika maisha yako, na ndio Mungu anangonja siku ya leo ili ukaweze kuifanya, ili uwe mfuasi wa kweli. Ukitaka kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo, lazima ukumbali kuacha mambo mengine ili ukaweze kuwa mfuasi wa kweli wa Kristo, na ukaweze kusimamia hiyo gharama ili ukaweze kuwa umekubalika mbele zake Mwenyezi Mungu. Shika hili neno na kuwa mfuasi wa kweli, na ukumbali kusimamia ile gharama. Ukumbali kuna mambo ambayo utaacha ili hakika uhesabiwe kuwa mfuasi wa kweli wa Yesu Kristo. Bwana akubariki na akaweze kulibariki neno lake takatifu. Amina. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, ninakushukuru ni kwa ajili ya neno lako. Asante ni kwa sababu ya neno lako jinsi ilivyokuja kwetu. Ni kweli ya kwamba tukitaka kuwa wafuasi wako, kunayo gharama ambayo tutaipata. Ni kweli tunaona wanafunzi wako waliokata shauri, waliacha vitu vyao ili wakaweze kufuata, wakaacha watu wao ili wakaweze kukufuata. Ni kweli kunayo mambo mengi katika maisha haya ambayo yanatupasa sisi ili kukata shauri na kukufuata wewe Bwana. Tusaidie na saidia mtumishi wako mtazamaji, ili kama ni kukata shauri akajua ya kwamba kunazo gharama ambazo zitaweza kuingia. Kama ni vitu zake zitahitajika, kama ni wakati wake utahitajika, kama hata ni siku zake ambazo ni zamani zitahitajika kwa ajili ya jina lako. Msaidie mtumishi wako na msimamishe na akaweze kuelewa ya kwamba kunazo gharama. Yesu Kristo kuwa mkufunzi wetu katika mambo yote ambayo tunahitajika katika ulimwengu huu. Asante Bwana ni kwa ajili ya neno hili, lifuate na likatimie katika maisha ya mtumishi wako mtazamaji. Inuliwa Bwana, imidiwa, ni kwa maana unastahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu utaomba na hata kushukuru. Amina. Bwana akubariki na uwe na siku njema. Asante. Gharama ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Kila wakati katika maisha ambayo huwa tunaishi kwa sasa, lazima tuhesabu gharama. Hata hapo Yesu aliweza na kupeana mfano. Ni yupi ambaye ameweza ama amepanga kujenga mnara, akai chini kuangalia gharama yake itafikia, ataweza na kumaliza ama itakuwa namna gani? Maana asipoweza na kumaliza kutakuwa na kiteko, kutakuwa na madharau mengi, maana hakuweza na kumaliza. So wakati ambapo tumeamua kuokoka, wakati ambapo uliokolewa na Yesu Kristo, lazima uwe umehesabu gharama. Umeangalia ni gharama gani ya kumfuata Yesu Kristo, maana kuna gharama. Maana kwa sababu ya kumfuata unaweza na kupoteza mengi ambayo huwa yanafanywa ni ya kufurahisha katika ulimwengu wa sasa, ambapo hata watu wengine ambao ni marafiki yako wanaweza wakapotea tu. Maana gani? Umeweza na kuokoka, hesabu hiyo ni gharama moja. Wakati ambapo wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo, utapatana na mengi. Unaweza ukadharauliwa, unaweza kuitwa majina yote, unaweza kuonekana mtu ambaye anjielewi. Wakati kama huo ukidharauliwa, utaweza na kuacha hii safari? Utaweza na kuacha kuwa mfuasi wa Yesu Kristo? Hapana. Maana uliweza na kuhesabu gharama na ukasema kwamba nitaweza. Hakika wakati ambapo umeweza na kutokea tu hapa katikati, kaweza na kupotea, huwa ni kicheko kwako. Maana unaonekana huyu hakuweza na kuhesabu gharama ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Wengi wanaanza kusema, ulinjiona aje? Ulinjiona ni kama hilo kanisa ni lako? Ulikuwa unatoa sadaka sana, ulikuwa unatoa utoaji sana, hebu muoneni sasa mahali ambapo ameweza na kurudi. Hesabu gharama vizuri. Usirudi nyuma. Endelea na mbele. Pambana. Maana Yesu yuko pamoja nawe. Hata kama utapatana na yapi katika hii safari, Mungu yuko pamoja nawe.
na utaweza na kuimaliza safari vizuri. Utaweza na kuimaliza ukiwa wewe ni mshindi. Tuhesabu gharama. Tusije tukarudi na nyuma, tutazame mbele kila wakati. Ninakutakia wakati mwema, siku njema. Tupatane hapo saa 3:30 jioni ili tukaweza na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi cha Manyonyo. Bye bye.